Kikundi chetu cha Nyumba Kwanza kimeweza kufanikisha hili lengo lake la kumiliki viwanja vyenye hati kutokana kwanza na utayari na commitment za wajumbe. Yaani wajumbe wote walikuwa wana uhitaji wa viwanja. Kwa hiyo commitment ikaweza kuwepo. Lakini pia uongozi thabiti ambao ulikuwepo kwenye kikundi kile. Kikundi kilikuwa kina viongozi, kilikuwa kina walezi, including me ambaye ndio nilikuwa mwanzilishi, lakini pia nilikuwa mwenyekiti, lakini nilikuwa na viongozi wangu, nilikuwa na katibu, nilikuwa na makamu mwenyekiti, nilikuwa na watunza hazina, wote hawa kwa pamoja kwa kuwa kufanya kazi kwenye nafasi zetu. Tulisaidia kikundi kikatimiza lengo. Lakini kingine cha muhimu sana, pesa ambazo zilikusanywa kwenye kikundi kile haijawahi kupotea hata 100. I was in charge. CPA Emilia out there in charge kuhakikisha hakuna hata shilingi 100 ya mwanachama inapotea. Taarifa zetu za fedha zilikuwa wazi. Yaani hakuna kitu kilikuwa kinafanywa kwa kificho. Hakuna matumizi ambayo yalifanywa ambayo mjumbe yoyote hayajui. Kila kitu kilikuwa kikitangazwa wazi na kikifanyika wazi. Taarifa za fedha zilikuwa zikitumwa mara kwa mara. Hakuna kificho. Pesa zetu mara kwanza tulianza kuweka benki, lakini baadaye tukaanza kuweka kwenye mkoba. Kwa hiyo ili tusaidie ule uwazi wa taarifa, wajumbe wakawa na moyo kuchanga michango yao. Tulikuwa tuna project ndogo ndogo tunazifanya ndani ya kikundi, lakini mainly pesa zilitoka kwenye michango. Ambao siku wa kikundi chetu tulikuwa tukichanga 40 tu kwa kila mwezi. 40 tu kila mwisho wa mwezi. Lakini Mungu akajalia tukanunua shamba, tulivyonunua shamba, baadaye tulivyolipima, baadaye tukaanza kuprocess hati zetu na mwisho wa siku tumepata hati zetu. Kwa hiyo inawezekana kwenye vikundi mnaweza mkashikana mkono na mkalitimiza hilo ambalo mnalitaka. Kikubwa wote liwe ndo lengo lenu kubwa ambalo mnalitaka. Yaani wote kiwe ni kiu chenu. Mnaweza mkafanikisha.